Habari za jioni watu wa Mungu. Hamjambo. Karibuni katika hii mada ya 4 tulioanza na asubuhi, mada inayosema uongozi. Asubuhi tulianza na mfumo wa kanisa la Kikristo. Iko aina ya mfumo wa uongozi, iko aina 4. Alafu tukazungumza sana ile aina ya 4 ya uwakilishi, ambayo ndiyo kanisa la Waadventista wa Sabato inafuata. Tukaona mfumo huu wa uwakilishi unaangaza uongozi kuanzia kanisa mahalia, ambayo ndio ngazi ya kwanza, ngazi ya pili jimbo, ngazi ya 3 ni union, na ngazi ya 4 ni conference kuu. Na kwa sababu hiyo tukaona mfumo huu jinsi ulivyo unashughulikia jambo moja tu, kwamba mamlaka hayako kwa mtu, yako kwa waumini. Kwa hiyo kwenye kanisa mahalia hayako kwa mchungaji wa kanisa, hayako kwa mzee wa kanisa, hayako kwa mtu, bali kwa waumini. Na tulizungumza asubuhi hilo, na mkutano mkuu wa kanisa huo ndio unaofanya maamuzi ya utume wa kanisa mahalia, na maeneo yote ya ustawi wa kanisa ni mkutano mkuu. Baraza la kanisa lina ratibu yaliyoazimiwa na mkutano mkuu. Baraza la kanisa linapendekezea yale ambayo mkutano mkuu wakiona yanafaa, na kwa pamoja watayapigia kura yawe ndio ya kanisa, na baraza la kanisa linatekeleza yaliyoazimiwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo mkutano mkuu ambao ndio unaitwa angalau mara moja kwa robo kwa mujibu wa mwongozo wa kanisa, lakini inaweza ikawa ni kadiri inavyoonekana. Kwa hivyo ndipo mahala ambako muumini mwenye ushirika kwa kanisa hilo ndipo anajulikana yu hai ama amekufa kwa kuhudhuria kwake kwenye mkutano huo. Na hivyo basi, ikiwa wewe ni muumini wa kanisa hili la Mbeya mjini, ukisikia mkutano mkuu wa kanisa, labda unaumwa au umepata dharura, na ndio maana tunatia moyo kuwa na kalenda za mikutano kama hiyo. Wanajua kabisa ya kwamba robo hii tarehe fulani saa fulani tuna mkutano, ili kama ni muumini anaweka ratiba zake ili aweze kuwepo. Tunahitaji mawazo, tunahitaji utendaji kwa pamoja, kwa sababu yanayopigiwa kura tunatekeleza wote. Yasije yakabaki ni wajumbe wa baraza kanisa ndio wanajua, wakati wale wanatekeleza yaliyoazimiwa na mkutano mkuu, na kisha na kuratibu program zote za utume kwa kanisa. Lakini yale yote ambayo tumepigia kura, tukaangalia ngazi ya jimbo na anavyoshughulika na yale ambayo haishughuliki upande wa kanisa mahalia, tukaangalia upande wa ngazi ya union, na tukaangalia general conference. Tukatoa mifano kadhaa. Asubuhi tulikuwa na hayo, lakini tukaona sasa huu mfumo uko wapi? Huu mfumo wa uwakilishi tuliona kwenye ngazi ya conference, mamlaka maamuzi ya mwisho hayako kwa mwenyekiti wa jimbo, hayako kwa katibu wa jimbo, hayako kwa mwazini wa jimbo wala wakurugenzi, yako kwenye mkutano mkuu wa conference. Na huo mkutano mkuu ndio unaojulikana kwa jina la session, ambayo inafanyika mara moja kwa miaka 5. Pale ndipo kuna maamuzi ya kanisa katika jimbo. Lakini kamati tendaji ambayo mwenyekiti wake ni mwenyekiti wetu, katibu tendaji ndiye mkatibu wa kikao hicho, na wajumbe wakiwa wakurugenzi na wale waliochaguliwa kutoka maeneo mbalimbali katika kanda zetu, maana wanachaguliwa kwenye mkutano mkutano mkuu wa conference. Kwa hiyo wanapokutana kwa pamoja wanatekeleza kila ambacho mkutano mkuu wa conference ulifanya maamuzi, na ule mkutano ndio unafanya tathmini ya kazi ya miaka 5 iliyopita. Huo mkutano ndio unaopigia kura
mambo ambayo katika miaka 5 ijayo tutayafanya, na huo mkutano ndio unaochagua viongozi wa jimbo kwa miaka 5. Na kwa sababu ni uwakilishi, yule aliyekwenda kule kama mshiriki wetu hapa, tukapigia kura akaenda, anapokutana na washiriki wenzetu toka maeneo mbalimbali ya jimbo, kila kura inayopigwa tumepiga sisi hapa, na uchaguzi unapofanyika tumechagua sisi hapa. Ndio mfumo unaitwa representative. Nikatumia lugha moja, nikiona muumini anasema sisi hatukumpenda huyo, nikasema huyo ni ujue ni mbumbumbu, mzungu wa nini, mzungu wa reli. Ni kama ambavyo nikisikia Mkatoliki anasema sisi hatukubali alichosema Papa, hatukubaliani nacho. Unajua huyo ni Mkatoliki ambaye ni mbumbumbu, mzungu wa nini, kwa sababu mamlaka ya juu ya kanisa Katoliki msemaji ni Papa. Sasa wewe kama ni muumini kwa dhehebu hilo, halafu unapishana na maamuzi yake, wewe kuna mawili tu, ukubali ama utoke. Na kama wewe ni Mwadventista msabato, unafuata mfumo huu wa uwakilishi, wamevoti General Conference, wamevoti Union, wamevoti Conference, wamevoti, halafu wewe unasema sisi hapa Mbeya hatukubali. Bumbumbu, mzungu wa nini? Una mawili ya kufanya, either you join or you quit. Lakini mfumo wa uwakilishi uko ndani ya Biblia, ndio maana tukaingia mfumo wa uongozi katika kanisa Agano la Kale. Na sasa tuliona levels of SDA organization, Seventh Day Adventist Church, kuanzia local church, local field, union na general conference. Na kila ngazi ina mambo ambayo hawa wakifanya hawa hawapaswi kuingilia. Kwenye local church, ushirika ni masuala ambayo ni ya local church. Kanisa likisema hatumbatizi, hatumhitaji ushirika wake, murudishieni, apelekeni kwenye kanisa. Conference haitasema hapana, pokeeni ushirika wake. Hapana, yako kwa local church. Ila yenyewe conference itaangalia hoja ya kukataa asiwe mshiriki ni lipi. Je, mwongozo umefuatwa? Hoja ya kumuondoa kwenye ushirika, mwongozo umefuatwa? Wakigundua mwongozo umefuatwa, hakuna namna, watamwambia utapaswa urudi kwa njia ya ubatizo. Wakigundua mwongozo ulikiukwa na kanisa hili, watawashauri wa rescind action. Sio kwa sababu conference imekataa, ila kwa sababu mwongozo ndio umekataa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo ndio maana mtu anaruhusiwa akate rufaa kwa ngazi. Maana yake waje waone kama mwongozo umetendewa haki. Kama ukutendewa haki, wataambia kanisa hapana, hiki mlichofanya mwongozo ndio unaoleta authority, maelekezo, mmekiuka 1, 2, 3. Lakini kama wamefuata, watamwambia mhusika aliandika barua akasaini, mchungaji wa kanisa, maana ni wajibu mchungaji atasaini iende. Watamwambia walichofanya kanisa la Mbeya mjini ni sahihi kwa mujibu wa mwongozo. Lakini kuleta wachungaji hapa haiko kwa kanisa Maria, ni kazi ya conference. Kupanga kanisa na kundi, ngazi ya conference. Weka wachungaji mikono, ngazi ya union. Kupanga union ni ngazi ya general conference. Kupanga conference ndivyo hivyo. Na kwa sababu hiyo ni vizuri ujue ya kwetu ni yapi, haya ni yapi. Lakini yote haya yanafanyika kwa mamlaka yako kwa waumini. Kwa hiyo tukaangalia kwenye uongozi hapa, Mungu alikuwa ndio kiini. Namba 1, chini yake alikuwa Musa, chini yake wazee 70, na tuliona walivyopatikana. Tukaingia hapa sasa watendaji chini ya 1000, chini ya 100, chini ya 10. Hiyo ndio uongozi, mfumo wa uongozi wa kanisa Agano la Kale. Agano Jipya ni hivyo hivyo. Najenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitafanya nini hapo? Haitalishinda. Yeye ndiye kichwa cha kanisa, Wakolosai 1:18. Chini yake mitume. Ndio maana unaona anasema tumejengwa juu ya misingi wa mitume na manabii. Kwa sababu nafasi ya Musa ndio nafasi ya manabii.
Lakini anakueleza kwa Agano Jipya unaona nafasi hiyo. Ndio maana anakueleza ya kwamba Musa ndiye alikuwa kiongozi wa kanisa jangwani, kiongozwa na malaika katika lile wingu. Kwa hivyo Wakorinto anaelezea hivyo hivyo. Hizo karama zote zilizopo ziko kwa ajili ya mipango na nini. Walikuwa wanahusika hawa mitume kuangalia majukumu yote ya utendaji wa utume katika kanisa, ikiwa ni pamoja na kufundisha, kuweka mipango, masuala ya utawala, masuala ya uinjilisti ndani ya kanisa. Ndio maana ilipopatikana habari za ishu ya upendeleo wa wajane wa Kiyahudi na wajane wa asili ya Kiyunani, wakati hayo yanafanyika, mitume wakasema hatuwezi kuacha injili tushughulikie haya mambo. Chagueni watu watakaosimamia huduma hizi kwa waliomo ndani ya kanisa. Ndio kisa cha kupatikana ofisi ya shemasi. Kwa hiyo wakina Filipo, acha ile Filipo mtume, kuna Filipo shemasi, kuna Stefano alikuwa ni shemasi, kuna Nikanori alikuwa ni shemasi, kuna Nikolayo alikuwa ni shemasi, walikuwa 7. Na kazi ikasonga mbele. Walikuwa sio tu wanahudumu hapa ndani, lakini walikuwa pia wahubiri wa injili. Chini ya mitume ndio unaona wazee. Kwenye Agano Jipya hauoni wazee wanaanza, ila unaona kila kanisa waliweka wazee, kwa sababu hiyo ni nafasi ambayo imeanza tangu Agano la Kale. Nafasi iliyokuja upya kanisa Agano Jipya ni ya shemasi, lakini ya wazee imekuwepo tangu Agano la Kale. Kwa hiyo unaona wazee sura ya 14 wakachagua kila kanisa wazee. Sura ya 15 hii yote unaona wazee wakiwa kwenye lile baraza na wakiwa na mitume kwa ajili ya kuangalia ustawi wa watu wa Mungu, hasa wa mataifa, kwa ajenda ambayo ilikuwa imeletwa kutoka Antiokia, Paulo pamoja na Barnaba na Tito akiwa miongoni waliokuwa wametumwa katika ile mjadala wa kithiolojia kuhusu watu wanaokolewaje. Kwa hiyo ni sura ya 15, na hata wanapoandika barua kuwapelekea wanaandika mitume na wazee wa salamu. Kwa hivyo hiyo unaiona hapa. Baada ya wazee ndio unasema kulikuwa kuna ofisi ya mashemasi. Walifanya huduma kama hizo na ambazo zinaelezewa katika mwongozo wa kanisa katika nyanja mbalimbali. Sasa baada ya kuona mfumo huo, Agano la Kale na Agano Jipya, yote hiyo ni ya uwakilishi, yote ambayo ndio Biblia. Ndio maana niwaambia kwamba mfumo wa kanisa la watu wa Sabato ambao ni wa uwakilishi, msingi wake huko kwenye maandiko na sio kwingineko. Sasa naingia kwenye watu wanapoitwa kwenye uongozi, call for leadership. Mungu ndiye anayeita watu, anawaita watu kwenye uongozi. Alimuita Bezaleli, alimuita Oholiabu wakati ule wa kutengeneza hema ya kutania, na alipomuita akasema nimewajaza Roho ili wabuni na kutengeneza vitu vya asili ya chuma, vya asili ya shaba, vya asili ya dhahabu, miti na kila kitu. Anapowaita watu wake anawajaza hekima, anawajaza Roho Mtakatifu. Mungu akiita viongozi anawajaza hekima, anawajaza Roho Mtakatifu ili wabuni na kutenda kazi. Imradi ubunifu unaotajwa hapo ni ule ambao hauendi nje ya neno la Bwana. Kwa hiyo sije akasema nimebuni. Ni ubunifu. Hiyo ni kitabu cha Kutoka. Vile vifaa vyote vya hekaluni alikuwa sio wawili, maana alikuwa ni Oholiabu mwana Isamaki alafu na huyu Belizareli mwana wa Huri. Hao wawili ndio walikuwa in charge, waliokuwa in charge katika mafundi wote waliokuwa wanahusika. Vitu vyote, sanduku, vitu vyote, meza ya kati ya onyesho, kinara cha taa 7, madhabahu, birika, pazia, vitu vyote ndani ya patakatifu. Na Mungu alipowaita akawapatia Roho Mtakatifu ili waweze kuifanya. Lakini wakati Mungu anamuita Sauli, wakati Mungu anamuita nani wapendwa? Sauli. Hebu soma Samueli ya kwanza sura ya 10 mstari wa 6, halafu ruke usome mstari wa 9. Kisha twende hiyo Samueli ya kwanza sura ya 16 mstari wa 13 uone
kwa Sauli na kwa Daudi. Nataka uelewe tu ni kwamba Mungu akikuita anakuwezesha. Ndio maana wale wanaosema mimi hiyo kazi siwezi, mpatie mwingine. Sio wewe mwenye uwezo wa kuifanya. Akikuita atakufanyia nini? Atakuwezesha. Wewe kazi yako ni kukubali. Hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya kazi ya Mungu, hata angelikuwa amesoma kiasi gani. Hayupo. Ingelikuwa ni wasomi, Musa angekuwa kiongozi straight away akiwa nchi ya Misri. Lakini ile elimu isingemsaidia. Ilibidi waiondoe kwanza kwa miaka 40. Yaani ili uongozi wa kazi ya Bwana, elimu ina sehemu yake, lakini elimu yenyewe haiwezi kuongoza kanisa. Ndio maana akikuita anakuwezesha yeye mwenyewe. Whoever God calls, he empowers. Hicho ndicho ambacho nahitaji kuelewa. Soma Samueli ya kwanza 10 mstari wa 6 na mstari wa 9. Anasema, huyu ni Sauli mwana wa Kishi. Alipoitwa, ona alichomfanyia. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Huyo ni Samueli anamwambia Sauli, nawe utatabiri pamoja nao. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Roho wa Bwana atakuja juu yako. Halafu kuna neno moja limezungumza la pekee sana. Utageuzwa uwe mtu mwingine. Unajua ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Kinachoweza kuniletea mgogoro ni hivi, ninadumuje kumsikiliza yeye? Kwa sababu Sauli hakupigia kampeni kuwa mfalme. Mungu alimwambia Samueli, nitakuletea mtu, na akatengeneza mazingira, akaja. Yeye akijua anatafuta wanyama wa baba yake, kumbe Mungu ametengeneza hayo mazingira mpaka anasema, jamani mnisaidie, yuko wapi muonaji, anakaa wapi ili nijue mifugo ya baba yuko wapi? Asema anakaa mji ule. Alipofika tu anamwambia subiri kidogo. Samueli anamwambia subiri. Wakara naye hapo ajui hata ni kitu gani. Kisha akamwambia wale vijana wengine, tangulieni. Alafu akabaki wawili. Ndio akachukua pembe yake iliyojazwa mafuta akamimina juu ya kichwa chake. Bwana amekuchagua. Na akamwambia, Roho wa Bwana atakuja juu yako na utageuzwa uwe mtu mwingine. Soma mstari wa 9. Mstari wa 9 unasema, mstari wa 9, ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, ndio Mungu akambadilisha moyo. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Mungu akambadilisha moyo. Kwa hiyo uasi wa Sauli baadaye, si kwamba Mungu hakumpa Roho Mtakatifu, ila hakuendelea kumtii na kumsikia yeye, na kwa sababu hiyo Mungu alimwacha. Biblia inatamka maneno magumu sana, inasema nimemwacha. Nilimemwacha. Na bahati mbaya mpaka mwishoni mwa maisha yake Sauli hakuna neema, hakuna mahala unaona toba yake. Alimalizika vibaya sana. Lakini ndiye alikuwa mfalme wa kwanza. Alikuwa na Roho wa Mungu, alibadilishwa moyo, lakini hakudumu katika hayo. Samueli ya kwanza 16 mstari wa 13. Hapa ni kuitwa kwa Daudi. Mungu anapokuita anafanya hivyo hivyo. Soma Samueli ya kwanza 16 na mstari wa 13. Mstari wa 13 nasema, ndipo Samueli akatoa pembe yake yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na Roho wa Bwana akamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Daudi hapa ni Rama, nyumbani kwao. Bado Sauli yuko ikulu. Na Mungu alimwambia, twende nikakuonyeshe mfalme niliyejichagulia. Daudi hakuwa na habari, hata baba yake naye hakuona anafaa. Alipoona nabii amekuja, basi wakala, umekuja kufanya nini? Unja kumwabudu Bwana leo. Sawa. Lakini baadaye anasema, hebu nitie vijana wako. Wakaitwa hao kina Eliabu, kina Shama, wengine hao wote. Na walikuwa na muonekano mzuri. Mpaka Sauli anashawishika na ni Samueli. Lakini Mungu akanamwambia Samueli ndani ya moyo wake, sio huyo. Wakapita wote, hakuna hata mmoja. Ndio akamwambia, mzee, hivi ndio watoto wako wote? Asema, yuko kijana mmoja mdogo
Yuko wapi? Anachunga kondoo, muite, maana hatuwezi kufanya hii ibada mpaka amekuja. Alipokuja ndipo Bwana akamwambia Samueli, huyu ndiye. Sasa akachukua ile pembe akamimina juu ya kichwa chake yale mafuta mbele ya ndugu zake. Na Biblia inasema tangu siku ile Roho wa Mungu alikuwa juu ya Daudi. Mimi ninachoweza kusema kwenu ni hivi: kama hukujafanyia kampeni uongozi wa kanisa, uwe na hakika akikuita anakuwezesha. Ndivyo anavyofanya. Alivyomuita Musa alikataa, lakini alimwambia nitakuwa pamoja nawe. Aliposema siwezi kusema, akamwambia aliyeumba kinywa ni nani? Hicho ndicho alichofanya. Ninaelezea ndiye anayestylisha. They were conferred by God himself. Akiwaita anawatunuku sifa wafae, anawaqualify yeye mwenyewe. Lakini anapotupatia Roho Mtakatifu si kwamba tunakinga, tumekuwa immune. Maana yake ni kwamba tuendelee kumtegemea. Tukimwacha atatuacha kama ilivyofanya kwa Sauli, lakini tukiendelea kumsikia atatutumia. Na hivyo hiyo ndio imekuwa kanuni. Yesu mwenyewe kuzaliwa kwake aliambiwa huyu mwanamke Mariamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bado alipokuwa anabatizwa Roho Mtakatifu akaja juu yake. Yesu akiwa Nazareti anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Na kwa sababu hiyo hakuna chochote ambacho Yesu alifanya bila Roho Mtakatifu. Na hii nukuu ya Signs of the Times. Signs of the Times na N.G. White. Novemba 21, 1895, paragrafu ya 3, anasema kila siku asubuhi aliwasiliana na Baba yake wa mbinguni akipokea kutoka kwake ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu. Hayo ndio yalikuwa maisha ya Yesu, kwa sababu aliishi nafasi ya Adamu wa kwanza. Na ili atufundishe ya kwamba inawezekana kuwa waaminifu kwa Mungu, hakutumia uungu wake, ila aliendelea kumtegemea Mungu, na kila siku kabla hajakutana na watu alikutana na Baba yake. Na hakuna siri kama hiyo. Kila siku ina majaribu yake, siku ina changamoto zake, ina maudhi yake na kila kitu, ili aendelee kuhudumia wagonjwa, ahudumie wenye maswali yenye karaha, watu wanaotafuta sababu ya kumwangamiza ndani ya ule mkutano, ili aweze kufundisha neno inavyotakiwa. Yesu alijua bila kuzungumza na Baba ili apate Roho Mtakatifu asingeweza kufanya. Na hii ndiyo siri tu kwako na siri kwangu. Yoyote watu wakikutegea mtego, wakifanya kitu chochote kile, ni hivi wapendwa, kila inapoitwa leo, ama ni kiongozi ama sio kiongozi, hakuna msaada kando ya Roho Mtakatifu. Habari za umungu ni uhusiano. Ndio maana kila siku tunahitaji kuwa na uhusiano naye. Roho Mtakatifu jana, Roho Mtakatifu leo, Roho Mtakatifu kesho. Kwa hivyo yeye kila siku asubuhi, na asubuhi hiyo unayoiona hapo kienda kwenye Biblia ilikuwa ni alfajiri na mapema, na alfajiri na mapema ni kuanzia saa 9. Ndiyo ilikuwa muda wake yeye wa kuzungumza na Bwana, kwa sababu asubuhi hawezi kupata muda wa faraga, anaingia kwenye huduma nyingi. Na ndio maana kuna watu ambao leo wanajiita ni mabingwa wa maombi, wanaamuka usiku wa manane, saa 6 mpaka saa 8. Ni wa kiroho kuliko Yesu. Mimi sikwambii uache, lakini nataka nikueleze kwa nini. Usingizi wa usiku wa manane, kama hakuna dharura, ni wa muhimu sana, ndio unaorejesha mwili kwenye afya. Usingizi wa usiku wa manane, kama hakuna dharura,
usingelipaswa kubugudhiwa, ila kama kuna dharura inafahamika. Nenda usome uangalie kabisa hiyo sayansi. Na usingizi, kuna usingizi una level zake. Usingizi unaoenda mpaka hatua ya 4 ni ule wa usiku wa manane, deep sleep. Hata mchana ukikompensate uwezi kufika pale. Na wale wataalamu wa kuonyesha ni wa kiroho wenyewe wanaamuka saa 8, wanaamuka saa 7, tena anapiga simu, mchungaji Lauden, kamanda wa Yesu amka, shetani halali. Utafikiri na yeye ana mwili huu wa kusinzia. Nani alikwambia shetani anahitaji usingizi? Hivyo nafikiri ana mwili kama wa kwako. Wale viumbe hawana mwili huu. Kwa hiyo mimi wanashangaa kwenye simu zangu, nashangaa mtu message, kamanda amka tuombe. Na katifani hizo message zinanikuta mimi nimelemewa na majukumu, sijaenda kitandani saa 8, saa 9. Halafu yeye ananiambia amka tuombe. Hajui hata mimi sijaenda hata kitandani. Halafu ukisikia ukimjibu pastor akamjibu, nimeshaamka na mimi saa 7. Unasikia anawaambia washiriki, mchungaji wetu anaomba, ni mtu wa maombi. Ni ushupavu tu, ni ufarisayo. Kama wewe una mzigo wa kuombea kanisa la Mbeya mpaka uniamshe, tulikubaliana kweli? Kama sio ufarisayo tu ni nini? Wewe ulio na mzigo wa kuombea kanisa hili la Mbeya mjini, si uamke peke yako uombe? Ingia chumba chako cha siri. Vinginevyo tumekubatana ya kwamba jamani, hebu tuamshane muda fulani ili tuombee jambo fulani. Hiyo sawa, mmepatana. Lakini from nowhere, amka tuombe, kamanda wa Yesu, shetani halali. Peleka huko pressure zako. Na siku hizi huo ndio Kristo eti, upagani mkubwa. Kwa hiyo ni kwa maana hao watu ni wajabu sana. Kuna mwingine anaendelea kila leo ananitumia message, bado ninafikia nimjibuje ili asije akajikwaa. Kwa hivyo mitume hivyo aliwaambia, na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Hiyo ni Luka 24 mstari wa 47 hadi 49. Lakini Matendo pia moja akasema, mtapokea nguvu akisha kujilia juu yenu Roho nani. Na unajua Yesu alipokuwa na watuma waende, aliwaambia msiende mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Na ndio maana tunapozungumzia juu ya uongozi, bila Roho Mtakatifu hakuna kitu kitafanyika, hakuna. Na tunamhitaji Roho Mtakatifu kuliko chochote kile. Kuhusu sisi hivyo. Kwa hivyo ahadi hii Petro anahutubia siku ya Pentekoste, anasema tubuni mkabatizwe nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa wote watakaoitwa wamwendee. Kwa hiyo Yesu hakusema tu kwa mitume, amesema mpaka wote watakaoitwa. Roho Mtakatifu, tubuni mbatizwe mkaondolewe dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ahadi hii ni kwa ajili yetu na wowote watakapomwendea huyo Yesu mwenyewe. Kwa hivyo hiyo ni wito. Anapokuita anakustahilisha, anakupatia uwezo wa kuifanya. Lakini ukishatoka hapo tunakuja wajibu. Una wajibu. Kwa nini anatuita? Ni kwa ajili ya kuangalia, kuchunga. Ndio maana alimwambia Petro, je, wanipenda? Lisha, chunga. Kwa hivyo hicho ndicho anachozungumza. Wakorintho ya pili sura ya 5 mstari wa 18 hadi 20. Hapa kwenye sura ya 20 mstari wa 21 Yesu anasema, kama mimi nilivyotumwa nami nawapeleka ninyi. Na ngoja niwaambie, tunaposema sisi ni viongozi, tunaifanya kazi yake. Hatufanyi tofauti na aliyofanya yeye. Lakini Yesu alifanya kazi gani? Paulo anaiandika kwa muhtasari kazi ambayo Yesu alifanya ni nini.
kwenye hiyo Wakorintho ya pili sura ya 5 mstari wa 18 hadi 20, anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Halafu anasema huyo, hebu naomba tusome hilo fungu. Naomba tusome. Naomba hapo tusome. Fungua tu haraka. Responsibility, wajibu wa kiongozi. Tunaposema tunaifanya kazi ya Mungu, sisi ni viongozi. Ingawa hiyo imeenda zaidi ya hapo, kila muumini anayesema anafanya kazi ya Mungu ni kitu gani? Hiyo kazi ya Mungu ni kitu gani? Wakorintho ya pili sura ya 5 na mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Hebu soma. Anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Ndio. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Alitupatia huduma ya nini? Upatanisho. Sikiliza. Hilo fungu ndo linaelezea Wakristo wamepewa kufanya kazi gani. Ukizungumza kwamba tunafanya kazi ya Mungu, hiyo kazi ya Mungu ni ipi? Kama ni ujenzi wa kanisa, kama ni kununua vyombo, nisikilize ndugu zangu, hivyo vyote vihusu upatanisho. Mstari wa 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Ndio. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Usiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Ameweka ndani yetu neno la nini? Upatanisho. Ametupatia mambo mawili. Ametupatia huduma ya upatanisho, ametupatia neno la upatanisho. Kwa hiyo ndio maana ukiona mtu anaongoza idara, anaongoza chama, anaongoza kanisa, anaongoza chochote, kazi hiyo aliyopewa ni habari ya huduma ya upatanisho. Kiongozi maana yake anawapeleka watu kwa nani? Kwa Mungu. Maisha yake na maneno yake, kama waimbaji walivyoimba, yawafanye watu wapatanishwe na nani? Ndio maana mstari wa 20 anasemaje? Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu. Twawaomba mpatanishwe ninyi kwa ajili ya Kristo. Mpatanishwe na Mungu. Mpatanishwe na Mungu. Kwa hivyo ndio maana anaposema sisi ametuita enendeni ulimwenguni, na anapotuita kwa kazi anataka tujue hilo. Kazi aliyotupatia ni huduma ya upatanisho. Ni huduma ya upatanisho. Lakini jambo la tatu ni kuheshimiwa. Viongozi wanahitaji kuheshimiwa. Timotheo ya kwanza 5 mstari wa 17 na Waebrania sura ya 13 na mstari wa 17. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 17. Ndio. Anasema wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu. Hasa wao wajitaabishao kwa kuthubutu na kuhutubu na kufundisha. Wastahili heshima mara ngapi? Mara ngapi? Maradufu. Waebrania 13:17. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea. Wao wanakesha kwa ajili ya roho za nani? Ngoja. Wanakesha kwa ajili ya roho za nani? Roho za nani? Roho zetu. Ndio maana mtu anayepigia kampeni uongozi ajui anachochukulia. Uwezi ukarara wakati chama akifanyi yanayotakiwa yafanywe kwenye kanisa mwaka huu. Unalaraje kwa mfano? Unalaraje wakati umegundua kuna harufu ya uovu unafanyika kwenye kwaya? How can you sleep? Unawezaje ikiwa waumini wa kanisa hili hawasio waaminifu kwa matoleo? Na hiyo maana yake ni saini ya kilichoko moyoni. Maana yake uhusiano wao na Mungu ni mbaya. How can you sleep? Ngoja niwaambie ndugu zangu, ndio maana ukiangalia mambo ambayo yanatokea leo mpaka watu wanapigia kampeni, hao watu hawakeshi. Na waambieni, watu wanaofanyia kampeni uongozi wa kanisa hili hasio wa kiroho na hawafai. Huwezi ukapigia kampeni kubeba mzigo. Unapata shilingi ngapi kwenye uongozi huu? Shilingi ngapi unapata?
Hivi ujui unabeba wajibu. Mungu na ndicho hicho kwamba ukipiga kampeni ukaenda, utafanya kazi na Bwana. Kwa sababu hiyo roho ulio nayo sio roho ambayo yeye atakupa. Hauna huyo. Kwa sababu leadership comes by surprise. Wewe ukatengeneza wewe kiongozi. Uongozi unakukuta bila wewe kufanyaje? Bila wewe kujua. Na ukija, ameshatuambia atatuqualify. Kwa hiyo ukiona dalili ya watu hawabebi majukumu ndani ya kanisa, hawawezi ama wanapiga kampeni, ndio maana kwenye Agano la Kale utakuja kuona walipoleta shida hiyo, ilileta shida. Na miongoni mwa mambo ambayo aliandika, akamwambia Musa andika, halafu akamwambia chukua hiyo fimbo iliyochipua ya Haruni ilete kwenye hema ya ushuhuda, ili iwalinde wana wa Israeli wasije wakafa kwa sababu ya maovu yao. Ile issue ya Kora, Dathan na Abihu waliokuwa wanafanyia kampeni kuwa kuhani mkuu, na walikuwa watu wenye sifa 250, watu ambao walitikisa mkutano wote, karibu wote ukahamia kwao. Ndio maana Biblia inasema kwa kuwa Bwana alikuwa na Musa anabadilisha mioyo. Biblia inamtaja Musa alivyokuwa, akawasia wa kuelewa. Mwisho Mungu akamwambia waambie waje, wachukue fimbo niwaonyeshe, andika majina ya hao uzao wa Lawi, si wanatafuta ukuhani mkuu, andika. Alafu hii ya Haruni andika jina lake, kesho nitawaeleza ni nani nimemchagua. Wakakuta ya Haruni imechipua. Akasema weka hiyo, wasifanyie kampeni uongozi. Ukifanyia kampeni utakuua. Na sio nasema kukuua mpaka utoke kwenye ushirika. Sauli alibaki ikulu kwa muda usiopungua miaka 15 akiwa amekataliwa. Jihadhari. Kwa hivyo heshima, wanahitaji heshima. Wanaowaongoza na kuwanyenyekea, kwa sababu wanakesha kwa ajili yetu. Na hiyo kukesha haimaanishi kutokusinzia. Anazungumza yani wanashika ulinzi, wanahangaika na kuwaona tufanyeje, tufundishe nini katika siku ipi, nifanyeje, ninatembelea watu wa Mungu, niombe pamoja nao. Ndio maana yakaje makambi hapo, unashangaa. Wewe unaona tu vitu vinaendelea hapa. Unaweza ukasema nimetoa sadaka kwa ajili ya sadaka makambi, kwa ajili ya matumizi ya makambi. Lakini wenzako wamekaa hapa mpaka wanatoka usiku. Alafu hiyo ndio unapigia kampeni uje uende uwe. Na wengine baada ya kugundua kwamba haina mashiko ya mfukoni, hawahitaji hiyo kazi, maana inagharimu muda, inagharimu, kuna matusi. Kwa hiyo mtu anasema kwa nini mimi ngoja? Hapana. Lakini hao wanaosema hapana, wakipigiwa simu na Magufuli, nimekuteua kwa mkurugenzi, anampigia simu Pastor Aden. Mungu hawaachi watu wake. Analeta sadaka ya shukurani. Lakini akiambiwa na mfalme wa wafalme, hana muda. Kwa nini? Tulisoma asubuhi kwenye ile Malaki. Wamegundua kumtumikia Bwana hakulipi. Lakini Biblia inasema sisi tu watenda kazi pamoja na nani? Pamoja na Kristo. Na Yesu alisema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kwa hiyo anasema rudia tena mstari wa 17 Waebrania. Anasema watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea. Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua
maana isingewafaa ninyi. Anasema kwa sababu gani anasema hivyo? Anasema wanawajibika kutoa hesabu. Na hii hesabu haifanyiki kwa mchungaji, haitolewi kwa baraza. Unapoona mwisho wa mwaka kwa wale ambao tunachaguliwa kwa mwaka kama miaka miwili, alafu unasema nimemaliza, Biblia haisemi hicho kitu. Biblia inasema hesabu ya leadership ya mtu inatolewa kwa Mungu. Na hakuna ambaye ni kiongozi ambaye hatatoa hesabu. Kama kwa wakati wa zamu yake alisaliti, anaandikiwa wakati akiwa kiongozi alisaliti. He or she betrayed the trust. Kwa sababu Mungu anatuamini kwa jambo hilo. Na anataka wakati wa zamu yetu usimame. Na uongozi tulio nao ni kwa ajili ya upatanisho. Ametupatia huduma ya upatanisho, patia neno la upatanisho. Kwa hiyo ndio maana anataka tuweze kujua. Wanahitaji kuheshimiwa, na kuwatii kwa sababu hiyo. Wakati huo viongozi wenyewe tumeambiwa na maandiko tunapoongoza tuongozeje. Na Mungu ameeleza kama sisi ni viongozi kwenye ile Timotheo ya kwanza sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Hebu naomba usome tena hapo. Wakati waumini Mungu anataka wawanyenyekee viongozi na wawatii. Sio kwa sababu ni mkubwa, si kwa sababu ana umri, kwa sababu ni kwa sababu amewajibishwa na Mungu afanye kwa ajili yake. Na kwa sababu hiyo anataka usimuongezee machungu kwenye kutumika huku anapobeba mahitaji yako mbele za Bwana. Anakihangaika na kwa ajili ya Bwana, usije ukamletea akafanya kwa maumivu, kwa masikitiko. Na ndio maana wengine wanapokuwa viongozi, mwaka mwingine akichagua sema usiniguse. Hii idara ya wanawake haibebeki. Kwa nini? Walimshughulikia wanawake. Natoa mfano, tusiseme idara ya huduma za wanawake hapa wanashughulikiana. Kama nani alishughulikiwa, sasa anasema nikinywe tena hiyo mwaka mwingine. Jamani, hii kazi ya Mungu kila mtu anaweza, tubadilishe karama. Huku moyo unasema unakwepa tu, maana ulikanyagwa. Inahitaji, ndio maana nasema tunahitaji Roho Mtakatifu kila siku. Si vizuri, sio rahisi kwamba mtu anayekukanyaga halafu bado una nia bado ya kuona ya kwamba Yesu anatembea pamoja na huyu mtu. Sio rahisi mpaka uwe na Kristo. Vinginevyo inakuwa amemwaga ugali unamwaga mboga. Hii ndio tu inahitajika hapo. Soma Timotheo ya kwanza sura ile ya 5 na ule mstari wa 1 na wa 2. Kwa viongozi hajasema tuwaburuze watu. Ngoja uone idea anayoleta Mungu kama kiongozi uongozaji. Hebu soma Timotheo ya kwanza sura ya 5 na mstari wa 1 na wa 2. Anasema mzee usimkemee. Usimkemee mzee, bali umuonye kama baba. Muonye kama baba yako. Na vijana kama ndugu. Vijana waonye kama ndugu zako. Alafu wanawake wazee kama mama. Wanawake wazee uwatendee kama mama yako. Wanawake vijana kama ndugu. Wasichana uwatendee kama dada zako. Katika nini? Katika usafi wote. In all purity. Yaani Paulo anamwandikia Timotheo aliyekuwa ni mchungaji wa kanisa la Efeso. Kanisa la jiji la Efeso. Na anamwambia kwa sababu ile kanisa lina watu makabila mbalimbali, elimu tofauti, tamaduni na nini, anamwambia Timotheo, leta understanding ya nyumbani kwenu kwenye leadership. Baba yako akikosea, how do you rebuke? Wakati fulani sisi ambao ni viongozi, mimi kijana mchungaji Semba, na hapo kuna mtu wa umri mkubwa kabisa lakini amekosea, una muonyaji. Paulo anasema ili uwe salama, leta ile heshima ya baba yako unapodili na mshiriki mwenye umri kama baba yako. Haleluya. Usimdhalilishe kwa kuwa ni kiongozi wa idara, halafu unaamua sema wakina wazee wengine hawana akili. Sitaki kabisa ujinga wako, peleka huko. Na ni baba yako akikosea, hivyo ndivyo unafanya. Akasema pia wale wakina mama wa umri mkubwa akikosea ndani ya kanisa,
muonye. Hajasema usimuonye, muonye kama mama. Mama yako akikosea nyumbani, unamuonyaje? Unakuwa na heshima, lakini huku ukimweleza aone kosa lake. Wale ndugu wa kiume ambao ni rika yako, ni elimu moja, anasema waone kama kaka zako na wadogo zako. Wale ambao ni nyumbani kwenu, unampa heshima, ni kaka, huyu ni mdogo wangu. Huwezi kumburuza tu, lakini amekosea. Yule wa kike, leta picha ya dada yako, uilete hapa mezani. Unamwona ni mshiriki, lakini msichana, ni dada, lakini amekosea, na wewe ni kiongozi, ili uweze kufanya vizuri mbele za Bwana. Yesu analeta picha ya familia, na hakuna atakayesalimika ikiwa hata heshimu watu hao. Hawa ni watu ambao utaishi nao hapa duniani, na Yesu amewaheshimu na amewafia. Huwezi ukawatendea vyovyote vile kwa kuwa ni kiongozi, kwa kuwa ni mchungaji, kwa kuwa ni mzee wa kanisa, kwa kuwa ni kiongozi wa idara. Hapana. With all purity. Katika kufanya yoyote na usafi wote, maana yake clean heart. Usifanye kwa upendeleo kwa sababu huyu ana hela, usifanye kwa upendeleo kwa sababu huyu ana cheo. With all purity. Kwa hiyo kama unatembelea wanachama, unatembea wana idara, wote unawatembelea. Si walio na hela tu, sio walio na cheo, lakini wote mbele za Bwana ni level moja. Walipotea dhambini na wote wamenunuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Heshima yake na thamani yake ni kubwa mbele za Bwana, na mpaka uielewe, nenda Kalvari. Na ndio maana ikiwa tunafanya hivyo, wana deserve utii na heshima. Heshima kwa viongozi, heshima kwa wanaoongozwa. Yaani anacholeta hapo ni kwamba kanisa haliwezi kunyanyaswa na mtu, haliwezi kutumiwa kauli ya kumdhalilisha. Labda hizi familia ambazo tumeatokea wengine, ambazo ni za ajabu, ni za udhalilishaji, lakini uwezi ukadhalilisha kaka, dada, uwezi ukadhalilisha baba na mama. Hata akikosea, sio kwamba unampaka mafuta, hii ni sawa. Biblia nasema muonye. Lakini unapofanya hivyo, leta heshima ya mzazi wako kama ni umri mkubwa. Ndio maana saa zingine wanatupika, hatuna adabu. Tukiacha neno la Bwana, mbingu zinakosa kuingilia kati, kwa sababu ya in the same level. Lakini kama tunakesha koroza watu, tunajua thamani ya watu wa Bwana, halafu watu wanakunyanyasa hivyo, hawezi kupona huyo mtu, kwa sababu unakesha kwa ajili ya roho zao. Na hapa anaeleza, hii ni nukuu ya Testimonies for the Church, ukurasa wa 17. Anasema mjumbe wa Mungu, wale wanaoshikilia nafasi za uwajibikaji, leadership responsibility, kanisani, wanaweza kuwa na makosa sawa na watu, na wanaweza kukosea katika maamuzi. Lakini pamoja na hayo, kanisa la Kristo duniani limewapa mamlaka ambayo hayawezi kudharauliwa. Wakati mwingine tunafanya makosa ya kiuongozi, sio intentional. As leaders, viongozi wa idara, kiongozi wa chama, baraza la kanisa, conference, unioni, tunafanyaje nao? Ngoja niwaambie ndugu zangu wapendwa, Mungu hafurahii hii lugha ya kusema na kutukana viongozi, kwa sababu wanakosa kama wewe. Wakati mwingine wanakosea, lakini amesema kamwe usijaribiwe kuwadharau. They are entrusted. Shauri yako ujue, sio kwamba wanapokwewa na kapewa Roho Mtakatifu eti hawawezi kukosea, eti hawawezi kufanya makosa katika maamuzi. Kitu fulani inatokea, ni kiongozi wa majengo na kamati yake wamefanya maamuzi, baadaye ukashangaa ile wing moja ya ukuta ikadondoka. Kasema hao ndio viongozi mchwara hawa. Mchwara kabisa, wametuingiza hasara kwa kanisa. Wanaweza kufanya mistake. Kama amekiuka, amefanya maamuzi bila kamati yake ya majengo, ndio unaweza kusema, lakini kwa nini haufanyi kazi na kamati? Hapo ndipo unaweza umuulize. Lakini wamefanya na kamati, hekima yao yote waliona ndio hiyo. Badala ya kuambia jamani, tunashukuru hiyo ifanyike, imeharibika, hebu tutafute namna ya kufanya, wewe unaanza kumshambulia na mishale na nini ovyo kabisa, hata elimu huna. Ungetuuliza sisi.
Kwa hiyo inakuwa sababu ya kuwadharau. Amesema hapana, na hajasema viongozi ni wamekamilika, wana madhaifu hayo hayo, na wanaweza pia wadhihirishe maamuzi yaliyo na udhaifu, lakini hajafungulia mlango wa kuwadharau. Na hiki ndicho ambacho anaeleza hapo.